Umoja wa Mataifa, acheni propaganda, mtuachie Magufuli wetu. Mimi ni Deogratias Festo Diof, Instagram napatikana kama Deofesto TZ. Karibu sana mtazamaji kwa mara nyingine ambapo tunapata elimu ya kizalendo lakini pia ukuu wa Mwafrika. Niko na mwalimu atakwenda kujitambulisha ni mwalimu wa nini. Basi sisi tutaendelea na mada yetu kwa siku ya leo. Kuwa pamoja nasi mpaka tamati. Mwalimu. Naam. Karibu sana sasa. Asante sana. Habari ya kwako? Ni njema kabisa bwana Dio. Naam, habari ya majukumu? Yes. Ni nzuri kabisa. Sawa sawa. Watazamaji wa IBM channel, ungependa basi kufahamu sasa kwa majina ni nani lakini pia ni mwalimu wa nini? Mimi nimesema niko na mwalimu. Tumekuwa na watazamaji wageni mara kadha wa kadha. Yes. Sasa ungependa kufahamu kwa majina alafu tuendelee. Kwa majina yangu mimi naitwa Isaya Benson Mwakilembe. Ndio. Ni mwalimu wa neno la Mungu. Ndio. Yes. Sawa sawa. Yeah. Niko na mwalimu wa neno la Mungu Isaya Benson Mwakilembe. Basi sisi tusio na mashaka. Endelea basi kuwa pamoja nasi kwa wakati huu. Na sasa tunaendelea. Umoja wa Mataifa, acheni propaganda, mtuachie Magufuli wetu. Utakwenda kufahamu mambo kadha wa kadha juu ya jambo hili, juu ya mada hii ya siku ya leo. Mwalimu, Naam. Umoja wa Mataifa, acheni propaganda, yani waache propaganda. Ndio. Watuachie. Siwezi kujiondoa. Yeah. Kwa sababu mimi nilikuwa chini ya mfalme. Yes. Watuachie Magufuli wetu. Mwalimu, kwani Umoja wa Mataifa umefanya nini ama umesema nini mwisho wa siku kwamba waache propaganda na watuachie ama mtuachie Magufuli wetu? Nini hapo kilichopo ndani ama nyuma ya pazia? Okay. Bwana Dio. Ndio. Juzi hapa UN walikuwa na mkutano. Zimepita kama siku mbili tu. Ndio. By the way. Leo tarehe ngapi leo? 19 leo. Leo ni Jumatatu. Jumatatu. Ndio. Okay, sawa. Jumatatu. Lakini wao walikuwa na mkutano, nafikiri ni tarehe 17 au 16 whatever. Lakini tunaona yule katibu mkuu wa UN Antonio Guterres. Yes, Antonio Guterres. Yeye alianza kusema kwamba kwanza tunatakiwa tumuenzi Magufuli. Tumkumbuke Magufuli. Ndipo pale wakateua watu baadhi wa kuongea kwa namna gani Magufuli alivyokuwa. Alikuwa ni mtu wa kazi, alikuwa ni mtu, kila mtu akaongea kwa wale walioteuliwa. Kama kumbukumbu yangu itakuwa iko vizuri, kulikuwa na mtu kutokea Chile. Umeona, kulikuwa na mtu kutokea aliyekuwa anawakilisha Ulaya, lakini kulikuwa na mtu pia kutokea Kongo, lakini pia na Tanzania yenyewe. Sawa, lakini tunachokiongelea zaidi hapa ni nini? Tunaposema mtuachie Magufuli wetu. Kuna ule unafiki ambao mheshimiwa mfalme wetu hayati Magufuli aliongeaga kwamba watu wanakuwa na ile tutamkumbuka sana au tunamkumbuka sana mtu akiwa amekwisha kuondoka duniani. Lakini wakati alikuwa yupo hawaoni wala hawatambui mchango wake. Kwa hiyo hawa Umoja wa Mataifa hawa wamekuja sasa kwamba wanamkumbuka nani? Wanamkumbuka Magufuli. Na katika kumkumbuka huko Magufuli ndio vile walivyoongea. Lakini swali tunarudi hapa. Je, wakati Magufuli yuko hai walikuwa wanamtambua? Lakini wakati nafuatilia ile taarifa ilisema kwamba ni utaratibu wa Umoja wa Mataifa kwamba anapotokea kiongozi amefariki katikati ya madaraka, ndio huwa na utaratibu namna hiyo kwamba lazima muenzi, lazima wafanye hata vikao wao kama Umoja wa Mataifa. Kuna faida gani kumwenzi mtu akiwa amekufa wakati alikuwa yuko hai ulikuwa unampinga? Wamesema ni taratibu, ndio kanuni zao, lakini nikuulize wewe kama mwandishi wa habari, kuna utaratibu gani wa kumuenzi mtu akiwa amekufa wakati alikuwa hai mlikuwa mnampinga?
Huo ni utaratibu wa namna gani? Maoni yangu mimi kwamba ni vyema kumpongeza mtu akiwa hai. Yes. Anaona kabisa kwamba amenipongeza. Ndio. Yaani sawa na wewe hapa ukutane na mwanamke mrembo, alafu usubiri afe ndio uanze kusema alikuwa ni mzuri huyu. Sasa kwa nini hukumwambia hayo maneno? Kwa nini hukumwambia wakati yuko hai? Lakini bwana Diof, tunarudi sasa hapa kwamba hawa walikuwa wanampinga Magufuli kwa kila hatua aliyokuwa anaichukua. Nikupe mfano mmoja, alivyopambana na janga la corona mwaka 2020, uliona kuna mtu yeyote anayempongeza? Zaidi sana walikuwa wanamkosoa kwamba hiki anachokifanya hafanyi kitu sahihi. Namna alivyosema kwamba chanjo hatutakubali kwa sababu Magufuli alishtukia dili, hii ni biashara. Umeona? Hakuna ugonjwa wa corona ila kuna biashara ya nini? Kuna biashara ya corona. Kwa Magufuli alivyoshtukia vile ule mchezo akasema no, wakaanza kumpinga Magufuli kwamba no, anavyofanya hivyo anafanya vibaya. Kumbuka ni nchi 3 duniani hazikwenda lockdown. Nchi ya kwanza ndio hii Tanzania, nchi ya pili ni hawa wenzetu ndugu zetu Burundi, na nchi ya 3 ni Belarus, bara la Ulaya kwa Alexander Lukashenko. Lakini habari zote na vyombo vyote vya habari focus ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni Tanzania. Wakifanya nini? Wakimpinga Magufuli. Sawa? Okay, ni Magufuli huyu alipokuwa ni mwenyekiti wa SADC ndiye aliyewaambia wazungu watoe vikwazo Zimbabwe. Na wazungu hicho kitendo kiliwaudhi sana. Kwa nini? Kwa sababu ni nani analipa fidia ya mashamba yao? Na kweli Zimbabwe ikafanyaje? Ikaondolewa vikwazo. Wakaanza kumpinga wakimuita huyu ni dikteta. Sasa swali kama mfano, kwa sababu UN leo hii tunayoongelea UN, unajua UN ilianzishwa mwaka gani? 1945 baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Yes, kwa sababu kabla ya hapo vita ya kwanza ya dunia, baada ya kufanya evaluation na kugundua kwamba nani alikuwa amesababisha ile vita ya kwanza ya dunia, kukaanzishwa kitu inaitwa League of Nations kwa ajili ya kutunza amani ya nini? Amani ya ulimwengu. Lakini baada ya ile kufeli, kwa sababu ile League of Nations ilishindwa, ndio maana vita ya pili ya dunia ikarudi. Baada ya kurudi hiyo vita ya pili ya dunia, ndio ikaanzishwa nini? Ikaanzishwa UN mwaka 1945. Sasa swali, je, Adolf Hitler angekufa wakati hii UN ipo, wangemkumbuka? Ni swali tunakujiuliza. Wangemkumbuka kwa sababu alikuwa ni nani? Nikuulize na wewe, alikuwa ni nani Adolf Hitler? Dictator. Yes. Sawa. Magufuli walikuwa wanamuita nani? Dictator. Unamkumbukaje dictator? Wakati wao ndio walisema kwamba ni dictator. Ndio. Alafu amekufa unamwenzi, unasema ngoja tumwenzi kiongozi. Unamkumbukaje? Si mtuachie dictator wetu. Alipokuwa hayo alikuwa anasema dictator. Ndio. Na walikuwa wanampinga kwa kila hatua. Na kitu kimoja labda watu waweze kujua, Magufuli hakukataa watu kuja au wazungu kuja huku, au Magufuli hakukataa uwekezaji, lakini alichokikataa ni uhuni wa wazungu. Mtu ambaye unasema mimi nitawekeza, nitakachokipata nitakuambia, na nikishakuambia basi wewe nitakuja kukupa sasa kile ambacho mimi nimekipata. Hapo ndipo utakaponikadiria. Hata kama ni wewe bwana Diof, mimi nikwambie ingia kwenye shamba langu, vuna mahindi uwezavyo, alafu magunia utakayoyapata utaniambia. Kama umepata magunia 100 utaniambia umepata magunia 100. Nitakwambia mawili. Ndio. Na hayo mawili utasema tugawane, sasa tugawane moja moja. Yale 98 umeweka wapi? Ndicho Magufuli alichokuwa hicho kitu anakikataa na kukipinga. Haya, twende tena mbele. Ulisikia kuna ile tuzo ya Nobel. Ile tuzo ya Nobel mwaka 2020 wamepewa WFP, World Food Program, kwa ajili ya chakula. Ndio, shirika la chakula duniani. Kwa ajili ya kupambana na nini? Na ugonjwa wa corona. Sasa kati ya shirika la chakula duniani na Magufuli ni nani alikuwa amepambana na ugonjwa wa corona? Mimi nidhani hii tuzo wangesema hii bwana inatakiwa iende kwa Magufuli. Kwa namna alivyopambana na corona, basi huyu bwana ngoja tumpe. Akiwa hai hawakufanya hivi. Sawa? Wao wawapongeze wale ambao walikuwa ni vibaraka wao, kama Mandela. Mandela alikuwa na tuzo 250 za Nobel. Sio tu za Nobel, na zingine pia. Okay, zaidi ya hizo 250. Lakini ukienda Uingereza, hata hivi sasa tunavyoongea, kuna masanamu ya Mandela kule Uingereza. Yamejengwa.
Kwa nini yamejengwa? Kwa sababu alikuwa ni mtu wao. Huyu wakimpongeza wasema it's okay, hiyo ni sawa. Lakini wanakujaje kumpongeza Magufuli ambaye walikuwa wanamuita dikteta? Sasa hizi propaganda ambazo nimekuambia ni propaganda, wanatafuta namna ya kuingia kwa mlango wa nyuma, waingie tena, waje Tanzania, waanze kuleta tena mambo yao ya ajabu. Wataingiaje? Wanajua kabisa kwamba Magufuli yuko mioyoni mwa Watanzania. Kwa hiyo kama Magufuli yuko mioyoni bado mwa Watanzania, inabidi sasa tuanze kufanyaje? Tuanze kumuongelea vizuri Magufuli. Tukimuongelea vizuri, then baadaye tukienda hivi, tayari tumeshawapata hawa watu. Ndio maana tunasema no, hizi ni propaganda. Tangu lini UN wakaanza kumkumbuka Magufuli wakati walikuwa wanampinga kwa kila kitu akiwa yuko hai? Au ndo ile usemi mmoja unasema ishi ulaumiwe kufa usifiwe. Labda itakuwa ni hivyo. Alikuwa analaumiwa na kila mtu kwa sababu tu wao wanataka mambo yao wayaendeshe hivyo, alafu kwa sababu huyu ni mfalme amesimama kuzuia, kukataa ule ujinga, wakawa wanasema huyu dikteta. Leo hii dikteta amekufa, mnamkumbuka kivipi? Na nikasema no, tuachieni Magufuli wetu, tuachieni mfalme wetu. Sisi ndio tunajua uchungu tulionao, sio wao wazungu. Wakae waseme tu kwamba no, wao wazungu hawajui uchungu sisi tulionao dhidi ya mfalme wetu. Kwa nini ameondoka? Na ameondoka katikati akiwa hapa kwenye madaraka. Tena ni mwaka wake wa kwanza kwenye muhula wa pili. Kwa nini ameondoka? Sisi ndio tuna uchungu, sio wao. Waanze watu wache hivi tulivyo. Ndio maana nikasema kwamba bwana, nyinyi Umoja wa Mataifa, hebu tuachieni mfalme wetu. Hizi propaganda zenu endeleeni nazo huko mnakoendelea. Sio mtuletee kwetu sisi. No, sisi tunajua kwa sababu Magufuli, tangu lini uliwahi kusikia wapi Magufuli amepewa tuzo na Umoja wa Mataifa? Hamna. Hakuna. Au kuna tuzo gani iliyotoka nje kwenye hizo nchi za hao nini? Zote zilikuwa za ndani humu. Ndio. Nakumbuka ile ya kanisa gani TAG. Yes, kitu kama hicho ndio alipewa tuzo kwa ajili ya ya corona hii. Ndio, na watu wengine pia wakawa wanaandaa tuzo humu ndani ya nchi, sio kule nje. Asingeweza kupewa tuzo. Alikuwa ni threat kwa maslahi ya wazungu, alikuwa ni tishio kwa maslahi ya mabepari. Umeona? Maslahi ya mabebero alikuwa ni tishio, wasingeweza kumpa tuzo. How comes leo mtu ulikuwa unamuita huyu ni dikteta, ulikuwa unamuita huyu ni kichwa panzi, ulikuwa unamuita huyu ni kichwa ngumu, unamwenzi kivipi? Basi tukubaliane na ile ishi ulaumiwe kufa usifiwe. Ndio. Sawa. Sijui kama una swali bwana. Sawa. Ndio. Mtazamaji, tunazidi kusonga mbele. Kumbuka ya kwamba hii ni IBM channel. Tunaendelea na jambo letu hili ambalo nimekwambia kwamba Umoja wa Mataifa, acheni propaganda, tuachie Magufuli wetu. Mwalimu, sasa hili swala la Umoja wa Mataifa, umezungumza kwamba hawakumsifia wakati akiwa hai, lakini pia amekuja kupongezwa na kukumbukwa ili hali ameshakwisha ondoka duniani. Sasa hii mwalimu, kama wa Afrika, wa Tanzania, tunaitazamaje sasa, ama tunaweza kuitazamaje hili swala la Umoja wa Mataifa? Kwa sababu ukishasikia Umoja wa Mataifa imezungumza ama imetoa kauli kuwa licha ya kwamba kuna wengine ambao hawatoifurahia, lakini kuna wengine wataupongeza Umoja wa Mataifa. Kama nakumbuka vizuri, wakati anafariki, wakati anazikwa, bendera ya Umoja wa Mataifa ilishushwa nusu mlingoti. Na kuna baadhi wengine walipinga, kuna wengine walifurahia kwamba ametambua mchango wake. Sasa hii inaita picha gani, ama tunaitazamaje wa Afrika hasa wa Tanzania? Kwanza bwana Diofu, inaleta picha gani wakati wanashushaje bendera wakati walikuwa hawamtambui? Unajua Magufuli aliamua kufanya kazi ni ile tunasema alone, yuko peke yake. Kwa sababu huo Umoja wa Mataifa ndio uliokuwa unapinga kwa kila kitu. Unatakiwa ulielewe hilo jambo. Leo wanashusha nini? Wanashusha bendera. Kuna mawili. Ni kwamba wamefurahia basi, kwamba huyo ameondoka, bora ameondoka msumbufu aliyekuwa anatusumbua. Hebu niambie, leo Kim Jong Un wa Korea Kaskazini akifa, Umoja wa Mataifa utashusha bendera?
Maana lazima tujiulize maswali ya namna hii. Wakati tunazungumza hivi mwalimu, afu nitakupa nafasi tutaendelea. Kuna taarifa moja kama si mwezi mmoja, ni wiki 3 ama 4. Ndio. Kim Jong Un alisema kwamba kwao hakuna corona. Ndio. Yeye alitangaza waziwazi. Ina maana kwamba alienda alikuwa na mtazamo tofauti wa kidunia. Ndiyo. Kama vile Magufuli alivyokuwa nao. Yes. Kwamba alikuwa na mtazamo ambao uliendana tofauti kabisa na dunia. Dunia ilikuwa inasema kwamba kuna corona, lakini yeye akasema hapana. Hapana, hamna corona. Yes. Ushujaa mkubwa sana. Mwalimu na katika hilo tu, wakati nataka kuendelea hapa, angalia kile alichokuwa nakiongea Magufuli, wengine wanakifuata sasa hivi. Umesikia juzi Marekani wamesitisha chanjo. Chanjo ile ya Pfizer nafikiri. Yes. Chanjo ya Pfizer wameisitisha kwa sababu wamegundua kwamba ina nini? Ina madhara. Je, haya mambo mfalme akiwa hai alikuwa hayaongei? Afrika Kusini pia. Afrika Kusini pia. Kwamba Afrika ni vyema ikawa na mpango wa kutengeneza chanjo ya kwao. Yes. Cyril Ramaphosa, rais wa Afrika Kusini. Na ili ujue corona ni biashara ya watu, wamesema Afrika miaka 15 ndio watatengeneza nini? Chanjo yao. Kwa swali, ina maana corona tutaendelea nayo mpaka miaka 15 ijayo? No, ni kwa sababu huu ni mradi wa watu. Na huu mradi wa watu unapokuja, yani lazima muingie mfanye tu hiyo biashara. Wangempendaje Magufuli wakati watu wamewasha mandege yao kule, wametengeneza dawa, alafu hizo wanazileta wanakuja nazo huku, alafu mwanaume huku anawavimbia anasema no, msituletee hii kwa sababu hii corona hamna. Umeona? Sasa leo hii mnamkumbuka kwa lipi hasa? Yani ni kitu gani kinachofanya nyinyi mkumbuke? Kama Umoja wa Mataifa wakati mlikuwa mnampinga kwa kila kitu, ni jambo gani hasa ambalo linawafanya ninyi muweze kumkumbuka? Sasa narudi hapa katika swali lililoniuliza. Linatufundisha nini watu weusi? Unajua watu weusi ni watu wa Mungu. Sisi watu weusi ni watu wa kuachilia mioyoni. Sisi watu weusi ni watu ambao hatuna hila. Hili unatakiwa ulielewe na mtazamaji wetu anatakiwa alielewe vizuri sana. Kwa sababu watu weusi tuna kawaida moja. Mtu anaweza akawa amekufanyia mambo ya ajabu, na katika kukufanyia yale mambo ya ajabu, alafu akija kama hivyo wanavyojibaraguza hawa Umoja wa Mataifa, alafu na sisi tunajikuta tunafanyaje? Tunaachilia, tunaona hawa ni watu wazuri. Kwa hiyo wazungu wanaelewa kabisa kwamba watu weusi mioyo yao ni mioyo ya kiungu, ambapo ni vyepesi sana kuachilia na mkafanya kazi pamoja. Ndio maana wanajaribu kuja sasa na njia hiyo, kwamba wanajaribu kumuenzi mfalme wetu kwamba alifanya hivi, alisijui. No, mbona akiwa hai mlikuwa hamtambui mchango wake? Tungejua mnatambua mchango wake, mngempa hata tuzo moja kutokea huko mataifani huko. Hayo mataifa yenu huko. Mngeleta hata tuzo moja, mseme no, tunakupa hii tuzo kwa sababu umepambana vizuri na nini na corona. Magufuli alikuwa hawahusu wazungu. Magufuli anatuhusu sisi watu weusi. Maana ukiangalia hata ulipotangazwa msiba ndio wa rais kufariki, asilimia kubwa sana watu wa nje ndio wenye asili ya Afrika waliumia sana. Ndio. Kwa sababu alikuwa hawahusu wazungu. No, anatuhusu sisi. Sisi ndio tutatakiwa kumuenzi. Na hapa nilikwambia Bwana Diofu tutamuenzi miaka 800 mbeleni. Hii ni chapter, tumefungua chapter mpya. Umeelewa? Bana, hata kama kile kipindi akiwa hai tulikuwa tunaongea polepole kwa sababu pia ya maneno ya watu, nyinyi mnaongea mnajipendekeza, mnataka wape cheo. Haya, sasa yuko mbinguni, atatupa cheo mbinguni na sisi tuko duniani. Au mpaka tumfuate huko. Tunakuambia sisi hii ni itikadi. Magufuli kama Magufuli ni itikadi. Tumefungua chapter mpya. Leo hii kwa wenzetu Waislamu, ukisoma msahafu, it is all about Mtume Muhammad. Yaani atakuja huyu mhubiri wa Kiislamu, huyu atakuja mhubiri huyu, atatoa mahubiri yake kwa namna hii, kwa namna hii, lakini yote namzungumzia nani? Mtume Muhammad, ambaye alikuwa ameitwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kukikomboa kizazi fulani. Ukija kwa ndugu zangu wa Kristo, unaposoma Biblia hasa Agano Jipya, yote unamuongelea mtu huyu ambaye ni Yesu Kristo. Hata Mtume Paulo ameandika nyaraka nyingi, lakini hizo zote nyaraka zinamuongelea mtu huyu ambaye ni nani? Ambaye ni Yesu Kristo.
Kwa hiyo manake hii sasa ninaongea hivi kwa sababu gani? Ninaongea hivi kwamba na sisi hapa tumefungua ukurasa mpya. Na huu ukurasa mpya tutaongea ushujaa wa mfalme wetu Mheshimiwa John Joseph Magufuli, ambaye kwa sasa hayuko duniani na sasa yuko mbinguni, amepumzika kule. Tunasema amepumzika na Bwana. Mtu aliyekuwa siku zote anatuambia Watanzania, jifunzeni kumtegemea Mungu tu, ndiye atakayewavusha hapa. Na ni kauli ambayo alizungumza wakati anakaribishwa kuzungumza wakati anaagwa kiazi. Ndio. Yes. Umeona? Wito wangu mimi ni kwamba Watanzania msiache kumtumainia Mungu. Kumtumainia Mungu. Yes. Mimi ni sana Mungu katika mambo yenu. Ndio, mtangulizeni Mungu katika kila jambo. Wosia wa namna hii utapata kwa mzungu gani? Umeona pale nilipokuambia watu weusi ni watu wa Mungu. Mzungu gani utapata wosia huo kwamba mtegemeeni Mungu tu? Wengine watakwambia hata hakunaga huyo Mungu. Mioyo yao ni ya kiungu, yani mioyo yetu. Ndio, mioyo yetu sisi watu weusi. Kwa sababu sisi ndio tuko connected na nani? Na Mungu. Sisi ndio tuliumbwa na Mungu. Sio mzungu. Wazungu historia yao inaanzia miaka 1700 kuja huko. Lakini nenda kule kwenye uumbaji wa Mungu halisi wenyewe, ni mtu mweusi ndiye aliyekuwa ameumbwa kwanza na Mungu. Kwa hiyo watu wache na Magufuli wetu. Watu wazalendo katika mataifa yao. Tuna tatizo hapa Afrika. Bwana Diofu. Akipatikana mzalendo katika taifa lolote la hapa Afrika. Ndio. Huyu mzalendo atauliwa haraka. Alafu watakuja wapandikize puppet mtu wao. Ndivyo ilivyo. Umeona? Yaani hivyo ndivyo ilivyo. Na hasa inapotokea huyu kiongozi mzalendo akafa akiwa yuko madarakani, hawa jamaa watakuja haraka walete nini? Walete kibaraka wao. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu hapa hakuna kibaraka hapa. Sisi tunaendelea kama kawaida. Umeona? Maana na watu walikuwa na wasiwasi. Sasa Mama Samia ataweza ndio maana anaendeleza miradi aliyokuwa ameiacha nani? Magufuli. Ndugu yangu, lile swala la mradi ule wa umeme lile ni swala kubwa sana. Viwanda, ili uwe na viwanda lazima uwe na umeme wako, sio ununue umeme. Ukinunua umeme utazalisha nini? Umeme unanunua unit moja 460 mpaka 600. Utazalisha nini? Lakini ukiwa na umeme wako ambao unit moja utanunua shilingi 36, hiyo unazalisha. Ndio maana ya Tanzania ya nini? Tanzania ya viwanda. Kwa hiyo hawa wanini hawa wazungu wana hizo kawaida. Hii yote ni kutaka kujibaraguza tu. Tuwaone ni watu wazuri. Tuwaone kwamba wanamkumbuka mfalme wetu. Tuwaone hawa kumbe hawakuwaga na shida. Kama wasingekuwa na shida wangekuwa wanamsifia akiwa yuko hai. Na hata huko kwenye nini mmoja wao wa mataifa wangekuwa wanamsifia akiwa yuko hai. Sawa. Ndio. Okay, mwalimu, sasa wakati tukiwa tunazidi kusonga mbele, Umoja wa Mataifa wamezungumza kwao, lengo ikiwa ni katika kuhakikisha basi wanatambua mchango wa mfalme wetu ambaye ameondoka sasa duniani. Na sasa hii huoni kwamba inakuja kutugawa wa Afrika na mwisho wa siku janga hili la kutopendana, hali hii ya kutojaliana sisi kama Waafrika, kwamba kama wamezungumza pale mwanzo nikasema kwamba wao wanavyotoa ile taarifa kwamba tunatambua mchango wa Rais Magufuli. Sasa huoni kama kuna wengine watakubali, kuna wengine watakataa kwamba hii ni kweli, wengine wanasema hii hapa ni unafiki. Sasa hii huoni kama yani hiyo ni moja ya wao kuendelea kuligawa bara la Afrika, kwamba tuendelee kuchukiana? Ndio lengo la propaganda. Kwa sababu naongeaga hapa kuhusiana na Adolf Hitler aliwahi kuongea kwamba ni pale utakaposhinda vita vya propaganda ni rahisi kupiga taifa lolote lile. Hiyo ni nini? Hiyo ni propaganda kama nilivyokuambia. Ndio maana nasema kwamba watu weusi hatutakiwi kugawanywa na wazungu, kwa sababu ndilo lengo lao wao. Unaona? Ndio maana mzee Mugabe akiwa hai aliwahi kusema kwamba hata hii UN ni ushenzi tu, kwa sababu alisema hata makao makuu leo yako wapi ya UN? Ni New York. Umeona?
Yanakuwaje New York kwenye taifa la watu milioni 400 wakati Afrika ina watu bilioni 1.2? India ina watu bilioni 1.4. China ina watu bilioni 1.3. Leo Umoja wa Mataifa unaenda unauweka mahali kuna watu milioni hata 400 hawafiki kipindi hicho. Kwa hiyo wale wako pale, ndio maana nakwambia wale wa Marekani au wazungu huwezi ukawakwepa. Ukikataa UN, kuna UNHCR sijui nini na nini. Ukikataa hiyo kuna shirika la afya duniani. Ukikataa hiyo nini? UNHCR. Ndio. Ukikataa pia hiyo bado watakuja kwa njia nyingine, utaambiwa kuna haki za binadamu. Yaani Marekani unaambiwa yeye ni kama maji. Ukikataa kuyanywa utayapikia. Ukikataa kuyapikia utayafulia nguo. Ukikataa kuyafulia nguo utayaoga. Ukikataa kuyaoga utamwagilia shamba. Lakini kujiondoa kwenye hiyo mifumo yote kama Korea Kaskazini alivyofanya ndivyo hivyo. Kwa ndio maana kuambia sasa hapa Bwana Diof kwamba tunachokiangalia hapa kwamba wanatakiwa watu weusi waweze kuelewa kwamba mzungu hata siku moja hajawahi kumpenda mtu mweusi. Kwa hiyo akianza kuongea hivyo na kuanza kusema kwamba sasa tutatambua mchango. No, hii ni kutuchezea akili. Kwa sababu kama mngekuwa mnatambua mchango akiwa hai. Lakini hii hapa wanachokifanya wanajaribu kutuchezea akili. Kwa sisi watu weusi tunatakiwa tuungane, tukatae hizo pongezi zao, wabaki nazo wao wenyewe. Sisi tutampongeza sisi kama sisi. Tutatambua mchango wake sisi Magufuli sisi, kwa sababu Magufuli alikuwa anatuhusu sisi, hawahusu wazungu. Ndio maana nimekuambia kwa maslahi ya wazungu Magufuli alikuwa tishio sana. Leo hii inawezekanaje tunamkumbuka? Tuongee sijui nini No. Sawa. Mimi hiyo naikataa. Mwalimu, nikuulize swali la kizushi tu hapa wakati tunaelekea tamati. Kumeonekana kwamba baada ya mfalme kuondoka duniani ama kabla ya hapo, kabla hajaondoka kulikuwa na kesi mbalimbali za COVID-19. Hii baada ya kuondoka ama baada ya kutwaliwa sasa kufariki mfalme wetu JPM, mbona swala hili la COVID-19 hatujalisikia? Ama ni kama vile imepoa fulani hivi kwa taifa la Tanzania. Sasa hivi hausikii kesi kadha wa kadha. Mwalimu, hii ilikuwa inalenga nini hii? Ndio ujue sasa nilipokuambia pale hizo ni propaganda. Kwa nini Bwana Diof ni propaganda? Kwa sababu kama corona ingekuwepo kwenye msiba kule kote ambako mwili wa mfalme wetu ulizungushwa, wale watu wote wangekuwa walishakufa tayari. Lakini umesikia kuna kesi yoyote kati ya wale wote walioenda kumwaga? Kama kweli corona ingekuwa ipo na iko serious kiasi hicho, wale wote wangekuwa wameshafanyaje? Wangekuwa walishakufa. Okay, ukiacha hilo, kuna mtu yeyote umesikia kwamba anayeongea huko nje kwamba Magufuli amekufa na corona? Hapana. Kwa hiyo unaona kabisa target ilikuwa ni nini? King. Yes, target ilikuwa ni mfalme. Kuna wakati fulani akiwa hai, na sijui kama unakumbuka maneno yangu. Maana na wewe utakuwa unasahau sasa. Hapana, mimi nilikuwa namfuatilia sana. Ndio. Kuna wakati niliwahi kuongea hapa nikasema ili jambo la Magufuli kukataa corona, kukataa biashara ya watu, huyu mtu amejitoa kwa ajili yetu. Ni kama Gaddafi alivyokuwa amejitoa, alivyosema no, tunataka tutengeneze satellite ya kwetu, tunataka tuwe na pesa ya kwetu, tutumie mali za kwetu. Tayari akawa ameinuka kutokea kwenye hili kundi la Afrika na kujiweka hapa ni target. Na mtu unajua ambaye yuko juu ni rahisi kumpiga tu. Kwa nini hivyo? Kama unakumbuka vizuri, tulikuwa siku moja tupo kwenye kipindi nikaongea maneno ya namna hii. Kwa hiyo ili swala la Bwana Diof liloliuliza kuhusiana na corona, ndio maana nasema kwamba unakumbuka Nabii Mkuu Tanzania Mheshimiwa Dr. Jodevi aliwahi kuongea akasema kama corona ingekuwepo Tanzania tungekuwa tumebaki watu 100 tu. Kweli. Unaona? Lakini kuna hofu ya corona. Hakuna corona ila kuna hofu ya nini? Hofu ya corona. Au hakuna corona ila kuna biashara ya corona. Kuna watu wacheza na akili za watu, wachezeshe ulimwengu, uchezecheze hivi. Umeona? Alafu baada ya hapo sasa waweze kuwauzia. Kwa sababu chanjo wakiuza na hayo mabarakoa yao wakiuza, wao ndo wanapata pesa. Sasa swali, wewe useme corona hamna, wenzako wakale wapi?
Okay, mtazamaji, wakati tunafikia tamati sasa, ni rudi kwake sasa mwalimu apate kuhitimisha sasa. Ana lipi la kuweza kuambia Watanzania lakini pia Afrika nzima na wale wenye asili ya Kiafrika ambao wako kote duniani? Mwalimu, kwa kuhitimisha sasa, una lipi la kuweza kuzungumza? Maneno yangu Bwana Diof, bado Afrika kuna wengi sana wamefungwa kiakili. Tumelala bado akili zimefungwa. Yes. Mwalimu, karibu. Yes. Kauli yangu kumbuke, tusipojithamini wa Afrika hakuna mzungu atakuja kututhamini. Kwa sababu sisi kwa wazungu hatuonekani kuwa kama ni watu. Mzungu ndo anayekwambia Magufuli alikuwa hajali haki za binadamu. Wakati kule kwao kule Marekani watu weusi wanauawa vibaya mno. Nilikuwa naona mzungu mmoja kwenye yale maandamano ile Black Lives Matter. Alikuwa ana mshale, upinde na mshale, kwa anavuta kama anataka kupiga watu, lakini wazungu wenzake wakaja wakamvamia yule bwana. Walipomvamia wakampiga, wakamjeruhi. Walipomjeruhi anakuja kuojua baadaye, anasema kwamba Waafrika wamenipiga. Lakini nilipenda yule bwana aliyeunganisha yale matukio, akasema uzuri video haidanganyi. Kwenda kuangalia kwenye video ni wazungu wenzake ndio waliomvamia kwa sababu alitaka kuua watu. Unaona? Sasa wewe usipojithamini wewe kama mtu mweusi, unategemea nani atakuthamini? Wanakuja huku Afrika, wanaua watu wetu, wanaua viongozi wetu, na sisi tunawaangalia tu. Tena na kuwapigia magoti hawa watu wanaofanya vitu vya namna hiyo. Niliongea hapa wakati fulani, ndugu yangu Saidi alikuwa ananikumbusha yule wa Marekani. Niliongea hapa wakati fulani kwamba hii Japani walipopigwa lile bomu la nyuklia lilipoangushwa Hiroshima na Nagasaki, wa Marekani wanalipa fidia mpaka sasa. Ndio. Lakini Ufaransa pia iliwahi kuisaidia Marekani na wakalipa fadhila. Umeona? Sasa swali langu lilikuwa hapa, huyu mjambazi mzungu alikuwa anaitwa King Leopold wa pili, aliyeua wakongomani milioni 19 kuanzia mwaka 1885. Je, mkongomani gani ameenda kudai fidia ya wakongomani wenzake waliouawa hapo Kongo? Au sisi sio watu? Patrice Emery Lumumba aliuawa na Wabelgiji kwa kushirikiana na Marekani, sijui na nchi gani huko. Mtoto wake juzi hapa ameenda ameomba mifupa ya baba yake. Yes, mtoto wake na Patrice Emery Lumumba ameenda ameomba mifupa ya baba yake ili angalau wazike kwa heshima. Na kweli ile mifupa amepewa. Swali, huyu mtoto wa Patrice Lumumba ameomba fidia kwa waliomuua babake? Je, wale waliomuua babake ni watu wa namna gani? Mbona sisi tukifanya hivyo huwa tunalipa fidia? Ndio ilikuwa nakwambia Magufuli akiwa mwenyekiti wa SADC aliambia wazungu waiondolee vikwazo nini? Waiondolee vikwazo Zimbabwe. Na wazungu walimaidi hicho kitendo kwa sababu nani analipa ile fidia? Mbona sisi wanataka tulipe fidia, lakini mbona wao hawatulipi sisi fidia? Tusipojitambua sisi kama watu weusi, hakuna mtu atakuja kututhamini. Tusipojijua sisi kama watu weusi. Kwa nini? Kwa sababu wazungu walichofaulu, nikiwa namalizia hapa Bwana Diof, wazungu walichofaulu, wamefaulu kucheza na nini? Kucheza na akili zetu. Kwa tunajiona, yani mimi nikikuona hapa na kudharau. Ila nikiona mzungu, kama nimeona Mungu vile. Unamnyenyekea. Lakini kumbuka, kati ya mtu mweusi na mtu mweupe au mzungu, mtu wa Mungu ni mtu mweusi. Na tunasema wazungu, mtu mwingine anaweza kauliza mbona kuna Waarabu na no, wale wazungu wao wamejitenga kwenye hii familia. Wanajiita white supremacy. Wakimaanisha wao ni superior. Ndio maana white supremacy. Nilikuwa naangalia mama mmoja alikuwa anaongea na anaelezea, ni Marekani mzungu. Akawa anasema ikiwa wewe ni mzungu hapa Marekani na umeondoa dhana kichwani mwako ya kuwadharau watu weusi, basi umeamua kujielimisha wewe mwenyewe. Lakini mifumo ya elimu ya hapa Marekani inataka uwe unawadharau nini? Unawadharau watu weusi. Lakini akasema ukweli ni kwamba ni nani asiyejua kwamba mtu mweusi ndio mama wa ulimwengu? Aliongea hiyo kauli.
Hiyo video ipo. Umeona? Kwamba aliongea sana, ni nani asiyejua kuwa watu weusi ndio baba na mama wa ulimwengu wote. Wao ndio wametuzaa sisi wote. Lakini haya hautayakuta shuleni yakifundishwa. Kwa hiyo usipojithamini wewe mtu mweusi, usipojiona wewe ni Mungu mdogo huku duniani, ukaona wazungu ndio miungu, we shetani, is up to you. Ndio maana nasema mfalme wetu Magufuli alituonyesha njia kwamba kila kitu kinawezekana. Wasikae wanawadharau. Ndio maana siku zote akawa sema wazungu wanatuonaje? Wanaona kama ni kitu fulani fulani, au wanatuona kama na sisi ni watu kama wao. Haiwezekani mtu anakuja kukuibia alafu bado anakutishia na bado anakuambia you are so poor. Wewe ni masikini sana. Ni masikini na unaniibia, mjinga wewe. Rudi kwenu kule. Tuone kama kweli utaweza kufanikiwa kule kwenu. Mwisho kabisa. Wazungu wamefaulu kugeuza uongo kuwa ukweli na ukweli kuwa uongo. Ndio maana Afrika tumekwama kwenye mkwamo wa mawazo wa utumwa wa kifikra. Anayetakiwa kuwa anamdai mwenzake madeni. Alitakiwa Afrika ndo hao anawadai watu wa Ulaya madeni na Marekani na hao washirika wengine na China. Lakini matokeo yake tumegeuzwa hivi. Afrika ndio tunadaiwa madeni. Una dhahabu, una almasi, una uranium, una mafuta, kila aina madini, una gesi, diamond, una diamond, una cobalt, una coltan, una bauxite, una mafuta, una mafuta nimeongea, umeona, una wanyama, una mito, maziwa, bahari, una vivutio vya utalii, una kila kitu tunachoweza kukiongea. Alafu wewe ndio unayedaiwa madeni na mtu ambaye hivi vitu vyote hana. Unakuwa mdaiwa. Wewe ni mdaiwa, umekopeshwa. Yaani Afrika tumeingia mahali tunalipa madeni ambayo tulilazimishwa kuyakopa. Takukopesha hii lakini unatakiwa unilipe. Na usiponilipa riba itapanda. Tumejikuta Afrika ama anachukua sehemu ya nchi yako. Huyo ni Mchina sasa, yeye amekuja kivingine. Umeona? Kwa hiyo ndio maana nakwambia Bwana Diof, tunatakiwa tuamke. Mzungu usiwahi kumwamini hata siku moja. Kwa sababu mzungu atatumia mpaka vibaraka. Umeona? Mahali popote panapopiganwa vita, hakuna vita mtu aliwahi kushinda kama hakukuwa na wasaliti ndani ya lile jeshi ambalo wanapigana nalo. Kwa hiyo kwa sababu sisi watu weusi tunapigana vita na maadui zetu ambao ni wazungu, ndio maana tunapata wasaliti huku ndani. Mtu mwingine akawa anasifia wazungu. Wazungu ni watu wazuri. Wazungu ni ndugu zetu. Wazungu ni rafiki zetu. Ni rafiki zako wewe. Nakumbuka sio wazungu wote wabaya. Hilo ulikumbuke vizuri. Nakumbuka sana hiyo. Yes. Ndio. Sio wazungu wote wabaya. Ndio. Kwa sababu kuna wazungu wa matabaka matatu. Kuna wazungu ambao wao wanachukia kabisa wazungu wenzao wanachowafanyia watu weusi. Lakini kuna wazungu wa katikati hawa, they don't care. Mweusi anyanyaswe, asinyanyaswe, apewe haki zake, asipewe, yeye maisha yaendelee. Lakini kuna mzungu mwingine, hawa ndio tunaowaongelea, hawa majambazi, mashetani hawa ndio tunaowaongelea, ambao hawataki kuona dunia imetulia, hawataki kuona kila mtu anaweza kufanya vitu vyake. Ndio hawa tunaowaongelea. Wanataka fujo. Ndio. Vita. Ndio. Kila mahali. Sasa. Yes. Naam, mtazamaji, tunafikia tamati sasa. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Nimesikia mwalimu hapa anazungumza kuhusiana na kwamba mzungu ni mwanadamu wa kawaida. Kama unataka kipindi hiki, nenda katika akaunti hii andika mtu mweusi ni Mungu mdogo duniani. Yes. Mzungu ni mwanadamu wa kawaida. Kwa sababu Mungu kawaida yake ni kuumba. Ndio. Na Mungu alipokuwa amemuumba Adam. Maana mtu mwingine sasa utasemaje mimi ni Mungu wakati Mungu yuko mmoja? No, ndio maana anaitwa Mungu wa miungu. It means kuna miungu. Kuna miungu. Yes, hao wakina nani miungu ni sisi. Kumbuka, Mungu alipokuwa amemuumba Adam na Eva, aliweka ule uumbaji kiunoni kwa Adam. Na tumbo la nani? La yule Eva. Kwa hiyo huyu kwa nini tunamuita Mungu mdogo? Kwa sababu Adam na Eva hawakuwa wazungu. Walikuwa ni watu weusi.
na mtu mweusi ndio baba, ndio mama wa watu wote hao unaowaona, awe Mwarabu, awe Mhindi, awe Mchina, awe ni nani. Sasa hiyo science ilitokeaje? Wewe endelea kutufuatilia hapa kwenye IBM channel. Ndio maana tukasema mtu mweusi ni Mungu mdogo duniani, ambapo Mungu alikuja akamuumba alafu akampa uungu ili aendelee kuumba watu wengine. Kwa hawa watu wote wametokana na nani? Na mtu mweusi. Ndio maana nakwambia Bwana Diofu hapa, nenda kazae na Mhindi, mtoto atatoka mweusi. Nenda kazae na Mchina, mtoto atatoka mweusi. Nenda kazae na Filipino, mtoto ni mweusi. Nenda kazae na Mwarabu, mtoto atatoka mweusi. Nenda kazae na Mzungu, mtoto atatoka ni mweusi. Ndio maana hata wazungu wenyewe nywele zao hawazipendi. Ndio maana unaona mzungu anatafuta mtu Mwafrika ili azae naye ili kupata ile texture ya nini? Ya nywele na ngozi ya mtoto. Wangekuwa na au wakati mwingine mtu mweusi anaweza akakutana na mtu ambaye ni mweusi pia lakini sio mweusi sana, akazaa rangi nyingine. Ndio. Au mweusi kwa mweusi wakazaa mtoto mweupe kama mzungu. Na hukutegemea. Yes, lakini haijawahi kutokea mahali popote mzungu na mzungu wakazaa mtoto mweusi kama mimi hapa nilivyo. Haiwezekani. Haiwezekani. Acha kujidharau mtu mweusi. Tunatakiwa tuungane, tujithamini sisi. Sisi ndio watu wa muhimu kuliko wazungu. Yaani wasema kuliko afe mtu mweusi mmoja, bora wafe wazungu 100. Lakini imegeuka sasa hivi. Kuliko afe mzungu mmoja, bora wafe wa Afrika 100. Ndivyo ilivyo hivyo. Ndio wameigeuza iko namna hiyo. Lakini kiukweli ilikuwa kuliko mtu mmoja mweusi afe, huyu Mungu mdogo duniani, bora wafe wanadamu 100 ambao ni wazungu. Mtazamaji, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Bila shaka umepata elimu ya kutosha kabisa juu ya kile ambacho umekisikia kwa siku ya leo, ambapo leo tulikuwa tukielezea kwamba Umoja wa Mataifa, acheni propaganda, mtuachie Magufuli wetu. Nilikuwa na mwalimu wa neno la Mungu Isaya Benson Mwakilembe. Mimi ni Deogratas Festo Diof. Instagram nalipata kama Diofesto TZ. Nyuma ya kamera Lazaro Edward Mr. Edo. Asante na endelea kuwa pamoja nasi wakati mwingine.